Dmitry Medvedev, rais wa zamani wa Urusi lakini naibu katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Urusi, amesema walinda amani wa NATO huko nchini Ukraine wataamanisha vita. Maana yake ni kwamba bwana Medvedev anasema wakati huu watapambana na wanajeshi wa NATO waliopo huko. Hadi wakati huu kuna wanajeshi 30 wa Ukraine ambao wametekwa na vikosi vya Urusi, na kwa mujibu wa rais wa Urusi Vladimir Putin, ambapo alizungumza siku ya Alhamisi, alisema kwamba wanajeshi wa NATO ambao ni mamluki basi watahukumiwa kwa sheria za kijeshi ambazo ni tofauti na zile ambazo watawahukumu wanajeshi wazawa wa Ukraine. Rais huyo wa zamani wa Urusi alikuwa akijibu mapendekezo ya kutumwa kama huko yaliyotolewa hivi karibuni na Uingereza na Ufaransa kwa lengo la jina la walinda amani wa NATO huko Ukraine. Hata hivyo, kwa mujibu wa Medvedev, amesema kutumwa kwa walinda amani katika nchi wanachama wa NATO kwenda Ukraine kungezusha vita vya kila namna kati ya kambi ya kijeshi na Moscow. Rais huyo wa zamani wa Urusi Medvedev alionya NATO akisema katika siku za hivi karibuni kwamba viongozi wa Uingereza na Ufaransa wameongeza mijadala kuhusu misheni kama hiyo. Katika chapisho kwenye ukurasa wa X siku ya Jumapili, Medvedev ambaye kwa sasa anahudumu kama naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi alisema kuwa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer wanacheza na bubu. Mara kwa mara wanaambiwa kwamba walinda amani lazima watoke mataifa yasiyokuwa ya NATO. Hapana, tutatuma makumi ya maelfu ya wanajeshi. Tunawaweka wazi kabisa, tunataka kutoa msaada wa kijeshi. Tunataka kuhakikisha wanajeshi hao hawawezi kufanya lolote ndani ya Ukraine, anasema kiongozi huyo wa Urusi bwana Dmitry Medvedev. Hiyo inamaanisha vita na NATO, washauriane na rais wa Marekani Donald Trump ama walaghai, alihitimisha. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov hapo awali alidai vile kwamba kutumwa kwa wanajeshi wa NATO kwenda Ukraine hata chini ya kivuli cha walinda amani itakuwa sawa na kuruhusu moja kwa moja rasmi bila kuficha kwa nchi za NATO katika vita dhidi ya Urusi. Moja kati ya mambo ambayo Urusi imekuwa ikionya mara kadhaa ni pamoja na wanajeshi hao wa NATO ambao walikuwa wakidai kwamba wataenda Ukraine kwa ajili ya kulinda amani baada ya vita, ambapo Ufaransa pamoja na Uingereza wamesema wapo tayari kutoa wanajeshi wao karibia 30,000 kuelekezwa nchini Ukraine kwa ajili ya kulinda amani. Mapema mwezi huu, Keir Starmer alitangaza kwamba Uingereza na Ufaransa ziko tayari kuongoza muungano wa walio tayari kutoa msaada wa kijeshi kwa Kiev, ikiwa ni pamoja na kupelekwa kwa askari pamoja na ndege. Akiongea kufuatia mkutano wa dharura huko London, alisema kuwa sio kila taifa litahisi kuwa na uwezo wa kuchangia, lakini hiyo haiwezi kumaanisha kwamba tuketi nyuma. Badala yake, wale walio tayari wataongoza mipango sasa kwa uharaka na kweli. Uingereza iko tayari kuunga mkono hili na itakuwa na wanajeshi wake wa ardhini na angani pamoja na ndege pamoja na mambo mengine, Starmer alifafanua zaidi. Macron kwa upande wake alisema wanajeshi wa nchi za magharibi wangewasili Ukraine ikiwa tu hali itakapokuwa salama kwao. Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni ambaye alihudhuria mkutano huo pamoja na viongozi wengine kadhaa alisisitiza kwamba uwepo wa wanajeshi wa Italia nchini Ukraine haujawahi kuwa ajenda na kwamba Italy haitatuma mwanajeshi hata mmoja huko nchini Ukraine. Kinyume chake, waziri mkuu wa zamani wa Canada Justin Trudeau alionyesha kuwa Ottawa ilikuwa ikizingatia chaguzi zote zinazowezekana na haikatai kutuma wanajeshi nchini Ukraine kwa ajili ya kulinda amani. Lakini wakati huu anakutana na mtihani mzito wa Urusi ambayo imesema itawalenga na itawarushia makombora na ndege zisizokuwa na rubani pamoja na silaha za kila namna wanajeshi hao wa NATO. Basi mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia bila kusahau kulike, bila kusahau kucomment. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.